habari na Watanzania wote. Mnamo tarehe 29 Oktoba ya mwaka 2025, Oktoba 20 ndani ya mwaka huu wa 2025, ilikuwa ni siku ya uchaguzi mkuu. Sisi wana Arusha na maeneo kadhaa hapa nchini tulishuhudia kuzuka kwa vurugu zilizosababisha madhara makubwa kwa raia na mali zao. Watu kadhaa walipoteza maisha, baadhi yao kujeruhiwa na wengine kupoteza mali zao kwa kuporwa ama kuchomwa moto. Aidha, katika vurugu hizo miundombinu ya umma kwenye maeneo mengi iliharibiwa. Sisi viongozi wa dini ya Kiislamu wa mkoa wa Arusha kwa umoja wetu tunalaani vikali vitendo hivyo viovu kwa nguvu zetu zote. Ni wazi kwamba vurugu hizo zimetia doa taswira nzuri ya taifa letu iliyojengwa kwa misingi thabiti na amani, umoja na mshikamano iliyoasisiwa na viongozi wetu kuanzia serikali ya awamu ya kwanza hadi awamu ya 6 tulionayo sasa. Tunampongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake kwa kuunda tume huru inayokwenda kuchunguza kwa kina kiini cha machafuko ya Oktoba 29 mwaka huu 2025. Madhara yaliyojitokeza kwa raia na mali zao. Tunatarajia tume hii itakuja na majibu mazuri na hatua mbalimbali zilizothabiti zitakazokuwa tiba na chachu ya kuboresha umoja na mshikamano katika taifa letu. Tunawaomba Watanzania wenzetu wote kuunga mkono na kuipa ushirikiano tume huru ya uchunguzi wa kadhia hiyo na kuiasa tume hiyo kulishughulikia jambo hilo kwa uadilifu na haki ili kubaini kiini cha tatizo. Vile vile tunapongeza hatua ya serikali kuelekeza gharama za sherehe ya siku ya uhuru katika kurekebisha miundombinu iliyoharibiwa na maeneo mengine. Sambamba na hatua hiyo, tunaiomba serikali iwatazame kwa jicho la huruma waathiriwa wa vurugu zilizotokea. Sisi viongozi wa dini ya Kiislamu mkoa wa Arusha tunaunga mkono matamko ya hivi karibuni kupitia taasisi za Kiislamu Tanzania zikiongozwa na BAKWATA makao makuu, waliopaza sauti kutoa mchango wa mawazo kushauri namna bora za kudumisha amani na kuboresha umoja na mshikamano wa taifa letu, pamoja na kutoa nasaha mbalimbali juu ya madhara ya machafuko katika nchi yetu, lakini pia kwa rai walizotoa kwa jamii kuepuka vurugu zenye kuleta madhara kwa taifa na mtu mmoja mmoja. Tumechukua fursa hii kuwapa nasaha wazazi na walezi wa vijana na watoto wetu kutekeleza wajibu wao na kusimamia mienendo na tabia za vijana wetu na kutekeleza wajibu wetu wa malezi bora kwa watoto wetu ili madhara haya yaliyoshuhudiwa hivi karibuni yasijirudie kwa ajili ya ustawi wa taifa letu na vizazi vijavyo. Tutaendelea kuwasihi vijana na jamii yote kujiepusha na mihemko na badala yake wafuate sheria, kanuni na taratibu zilizopo katika kutafuta ufumbuzi wa jambo ambalo wanadhani haliko sawa. Kwani madhara na hasara ya hatua zozote zitakazochukuliwa na vijana wetu pamoja na kundi lolote lile kinyume na kufuata taratibu zilizopo yatakuwa ni makubwa kwa taifa na hayatamwacha salama mtu yeyote. Sisi viongozi wa dini tunawakataza vijana kutoshiriki kwenye mkusanyiko yoyote yenye viashiria vya uvunjifu wa amani kama alivyoagiza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kusema la darara wala dirar. Maana yake
hapana kudhuru wala kusababisha madhara kwa mtu mwingine. Swali la kujiuliza, ni kwa misingi ipi baadhi ya watu washiriki kuibomoa nchi yetu ya Tanzania iliyojengwa kwa gharama kubwa kwa maslahi yao au kikundi fulani? Kwa mujibu wa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya hapo juu, kufanya hivyo si sawa na ni haramu, kusababisha madhara kwa watu na mali zao pamoja na miundombinu ya umma kwa ajili ya kutafuta maslahi binafsi au kikundi fulani. Tupinge vitendo hivyo kwa nguvu zetu zote. Tutambue kuwa sisi pamoja na vizazi vilivyotangulia kabla yetu tumepewa na Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi dhamana kubwa ya kutumia fursa mbalimbali zilizomo katika nchi yetu, na tuna wajibu wa kuhakikisha tunaitunza na kuilinda kwa vizazi vijavyo insha Allah. Tumerithishwa, tuwarithishe. Mwisho lakini si kwa umuhimu, sisi viongozi wa dini ya Kiislamu mkoa wa Arusha tutaendelea na wajibu wetu wa kiwito katika kuhubiri amani, haki, uadilifu, umoja, mshikamano, uchamungu, kufanya kazi kwa bidii na kujituma kwa ajili ya maisha ya mtu mmoja mmoja na mustakbali mzima wa taifa letu. Tunamuomba kila Mtanzania atekeleze wajibu wake wa kuilinda amani, umoja na mshikamano, kutenda haki kwa kila Mtanzania bila ya kujali rangi, dini, kabila na kadhalika, pamoja na kuwajibika ipasavyo kwa kufuata taratibu stahiki na kwa mujibu wa sheria za nchi, kwani kufanya hivyo ni chachu ya maendeleo na hatimaye kudhibiti migogoro ili kuliokoa taifa letu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awape amani, hekima, busara, afya njema, utulivu na ustahimilivu usio kifani Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake, viongozi na watumishi wote wa serikali na sekta binafsi. Tunamuomba Mola wetu awape afya njema, hekima, mshikamano na utangamano viongozi wote wa dini na Watanzania wote, bila ya kusahau wagonjwa wetu waliopo katika hospitali mbalimbali. Ewe Mola wetu ambaye amani ni miongoni mwa majina yako matukufu, ijalie nchi yetu iendelee kuwa ni kisiwa cha amani na utulivu, na uipe taufiki na ulinzi wako miradi mbalimbali ambayo inalenga kuwahudumia wananchi wote na kuwarahisishia maisha yao. Mwisho tunaomba amani, rehema na baraka za Mola mtukufu zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Allahumma amin wa billahi tawfiq. Asanteni sana. Sisi Waislamu wa Arusha na taasisi zetu zote chini ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku hii ya leo tukiwa na furaha na amani, na neno hili ambalo sasa hivi viongozi wa dini zote za Kiislamu na za Kikristo, bali na wananchi wengine wote ambao hata hawana dini, wametilia mkazo sana juu ya suala la amani na utulivu. Ama kwa upande wetu sisi Waislamu, amani ni miongoni mwa sera za Uislamu. Kama ambavyo tunafahamu, vyama, taasisi huandika katiba zao alafu wakaweka na sera. Uislamu, neno amani ndiyo sera yake. Limezungumzwa katika njia mbalimbali, misamiati mbalimbali, lakini lengo alafu ni kufikia kwenye utulivu utakaowaenea walimwengu wote kwa ujumla. Sasa kwa haya yaliyotokea,
tarehe 29 ni mambo ya kusikitisha, lakini sisi hatuna zaidi ya kuendelea kumwomba Mungu atuhakikishie amani yetu, kwa sababu amani kwetu sisi Waislamu, kwetu sisi wa Tanzania, wa Kristo na wasiokuwa wa Kristo, ndiyo njia pekee yake kwa watu wa hali ya chini, bali na hata walio na hali za juu katika uchumi wanahitaji amani